بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Tuendelea na darasa kitabu cha Ghayatul Ikhtisari pamoja na sherehe yake Fathul Qarib al-Mujib. Leo tunaingia katika kitabu Ahkami Siyami, yani kitabu Siyami, chuo cha hukumu za funga. Kitabu Bayani Ahkami Siyami. Qaddamahu al-musannifu ala al-hajj, mtunzi huyu wa Ghayat wa Taqrib bi Shujaa rahmatullah alayhi ameutanguliza huu mlango wa somo juu ya hija, kisha ndio ukaja mlango wa hija. Sababu liannahu afdalu minhu, kwa sababu saum ni bora kuliko hija. Walihadha, na kwa sababu hiyo, qaddama alayhi fi alhadith alati, ametanguliza somo juu ya hija kwa hadithi inokuja. Wa qabla alhajj wa qila, na pamesema alhajj afdalu minhu, kwamba hija ni bora kuliko saum, yani kufunga mwezi wa Ramadhani, liannahu wadhifatu alumri, kwa sababu hija ni kazi ya kwa umri mara moja tu basi, wadhifatu umri, katika umri mara moja. Waliannahu, na kwa kuwa hii hija yukaffiru alkabaira wasaghaira, inafuta madhambi makubwa na matoto. Mafahamu, madhambi makubwa na madogo inafuta hija. Saumu ya Ramadhani pia anakufuriwa mtu dhambi zake, lakini hija haina wasiwasi. Inasema sasa yule ambaye hija yake ilikuwa mabrur anakuwa mtu kama kayaumi waladat ummuhu, kama siku ambayo amezaliwa na mamake. Tayib, wala hadha fataqdimu sawmi alayhi, na kwa sababu hii kutanguliza somu juu ya hija. Kwa sababu gani? Likathrati afradi man yajibu alayhi sawm, kwa sababu ya wingi wa wale ambao imewajibikia kufunga kuliko hija. Hija paka mtu ana uwezo sawa, sio? Lakini somo mtu awe mzima kalaf, ana amebalighi, Muislamu, alafu sahihi, si mgonjwa. Haya, kwa sababu wala hadha taqdimu sawmi alayhi likasrati afradi ma yajibu alayhi sawm binisbati ila afradi ma yajibu alayhi sawm, kwa mnasaba mtu mmoja mmoja kwa ambaye imemwajibikia hija. Wa aslu sawmi, na asli, unaona watu wanakwenda hija hata kama nini kumeachwa wazi, hatakwenda watu wengi kama vile watakapofunga ulimwenguni watu wengi saumu ya Ramadhani. Sisi tuko pamoja. Haya, wa aslu sawmi, na asla hii funga hii min shara'i qadima, katika sheria zilikuwa za kale za zamani. Wa amma bihadhi alkayfiyya, ama kwa hii namna tufungayo sisi hivi sasa, fa min khususiyati hadhi al-umma, ni katika khususiyati yalokuhusishwa katika umma huu tu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa furidha fi Shaaban, imefaradhishwa saumu ya kufunga Ramadhani katika mwezi wa Shaaban. Hapo kwa hapo ndani ya Shaaban, mwezi unakuja mtu anaanza kufunga bwana, tena sio siku moja au siku moja, unafunga mwezi mzima. Shughuli wale kukutana na mtihani huu ilikuwa kazi ngumu kwao. Sio kama jipangeni sasa hivi hii Muharram, ukifika Ramadhani Shaabani na Ramadhani hapo mbele. Wale walikuwa na imani bwana, sio sisi. Wa furidha fi Shaabani sanati thania, mwaka wa pili min alhijra, wa kugura Mtume sana kutoka Maka na Madina. Fasama sallallahu alaihi wasallam 9 ramadhanatin, Mtume sana afunga Ramadhani 9, wahidan kamilan, katika hizo moja ndio kafunga kamili siku 30. Sawa, moja ndio kafunga kamili. Wa 8 nawaqis, na Ramadhani 8 kazifunga 9 hakuna 8 9 kwa kamiladia tu basi. walaalla alhikmata, na huenda kwa ile hikma fi dhalika, kwa hilo
tatminu nufusi man yasumu, kwa sababu kutuliza zile nafsi za yule ambaye za wale wenye kufunga mwezi mtukufu, naqisan, hadi kwa pungufu min ummati, katika umma wake Mtume sallam. Hiyo ndio hikma, kama funga 9:20 sio 30. Kwa siku moja kipungua nini, mwaka hata moja ikazidi siku moja, hiyo na watu mashaitani bwana, hii moja haitaki. Watambih, na kuzindua, ala musawati naqis, kwamba hiyo kulingana lilkamil na kamil, min haythu thawab almutarattabi ala asli sawmi Ramadhan, kwamba kule kufunga mwezi 9:20 na kufunga siku 30, sababu zake zilizopangwa za kufunga mtu mwezi mzima ndi zile zilizopangwa. Atapata mtu akifunga 9:20 na kufunga 30. Kwanza tufahamu hivyo kwanza, sawa? Kisha la min haythu zada bihi kamil ala naqs, lakini sio kwa namna ambayo ile ilozidi, mwezi huu tukafunga 30, mwezi ujao tukafunga 9:20, au mwezi huu tumefunga 30, mwezi uliopita mwaka jana tukafunga 9:20. Sio hivyo. Hii iliongezeka 30, ile moja inaongezeka ile ina fadhila zake, lakini ile aliyopanga Mwenyezi Mungu fadhila za mwezi mzima za 9:20 na siku 30 ziko sawa sawa. Ndio tumefahamiana? Naam. Ndio anasema la min haythu zada bihi alkamilu ala naqisi, lakini sio kwenda ambayo ilozidi ikawa ni kamili, kafungua watu wakafunga siku 30 ala naqisi, kwa ile ilikuwa imepungua 9:20 min sawmi al-yawmi, zaidi kutokana na ile saumu ya siku moja iliyozidi ile, wa fitrihi, na kuftari kwake, wa suhurihi, na kula daku kwake. Yani leo umefunga alafu umeftari magharibi, alafu pia umekula daku jana. Hivi vitu hivi vyote vina fadhila. Ukila daku unapata thawabu, ukifunga unapata thawabu, na kule kuftari pia unapata thawabu. Mfahamu eh? Fa inna dhalika amrun yafuqu bihi al-kamilu ala naqisi, kwani hilo ni jambo ambalo linazidia kamili juu ile iliyokuwa pungufu. Haitakuwa sawa waliofunga 30 wakalingana na waliofunga 9:20. Hao waliozidi siku moja watapata thawabu zaidi, lakini zile thawabu zilikuwa za kufunga mwezi wa Ramadhani watu wote ni sawa sawa. Sawa eh? Walikuwa kwenye baridi, walikuwa kwenye joto, wote thawabu zao sawa sawa. Wanafunga muda mrefu, wanafunga muda mfupi, huwezi kujua wanafunga muda mfupi, pengine hawana chochote. Wanafunga muda mrefu, wana mapesa, wana vyakula vizuri, wanafunga muda mfupi, wanatafuta hicho kufutaria. Sasa wanakwenda mbio. Mungu bwana, mtu mwenye mipango, sisi tuone bwana, wala tujue. Fahamu, huwezi kulinganisha watu bwana, ukafanya watu wote kwa sawa sana mpangine nini. Haya. Alafu aslu fi qabla al-ijma'i, na asli yake kabla ijma'i, qawluhu ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Katia tu aya sio kamili. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefaradhiwa juu yenu kufunga kama ilivyofaradhiwa kwa wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Hakika mkifunga hivyo mtakuwa chamgu nyinyi, mtamwogopa Mwenyezi Mungu kufunga. Ai furidha wa qawlu sallallahu bunya al-islamu ala 5. Mtume pia akasema umejengwa Uislamu juu ya mambo 5: shahadatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, wa ita zakah, wa hajj al-bayt, wa sawm Ramadan. Hajj al-bayt wa sawm Ramadan. Kuna hadithi nafikiri imetanguliza haji kama sikosei. Ndio imetanguliza haji alafu ndio sawm. Nafikiri ndio hii ya bunia Islam. Ila an qala wa sawm Ramadan huwa ma'lum min ad-din bin darura. Huu mwezi wa Ramadhani ni jambo lenye kujulikana kwa dharura. Mtu akijingikiwa kama Ramadhani ati hajui kama Ramadhani kufunga, sijui katokea kwenye sayari gani utakuwa. Mfahamu eh? Kwa ardhini anajua sasa kama kuna mwezi wa Ramadhani kila mwaka Waislamu wanafunga, mpaka makafiri wanajua habari. Ndio asema maalum bi dharura, jambo lenye kujulikana bi dharura. Dharura maana yake lazima watu walijue, ndio maana dharura. Fa yukaffiru jahidu, atakufuru atakayekanusha akasema mimi hata sina habari kwa Ramadhani imefaradhishwa. Oh, hujui Ramadhani imefaradhishwa? Haya, illa in kana karibu ahdihi bil Islam, iko mtu karibu ameslim kwa karibu au nasha baida ani ulama, au amekalia mbali na wanazuoni
kama mijitu wakaa bara ndani huko, mijitu kama Masai hata na bara, alafu amesilimu kasilimu, alafu ajui kama kuna Ramadhani. Vipi? Sasa tumesilimu sisi Waislamu. Mbona mfungi? Tufunge vipi bwana? Anaanza kuleta mtoto tu ambapo kuna somo kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka ajulishwe sasa. Haya, waman taraka ghaira jahidin liwujubihi, na yule atakayewacha kufunga lakini sio mwenye kukanusha kwamba si wajibu, yakaona kwamba sio kwamba hakupinga kwamba ni wajibu, kwamba akasema si wajibu, min ghairi udhri, bila udhuru wote, hubisa, atafungwa, wa muni amina tuami, atazuiliwa na kufunga na kula sijui, wa sharabi, na kunywa, nahara, mchana wote, liyahsula lahu bi surati sawm, ili patikane kwake kwamba amefunga, ingawa haisabii, lakini atazuiliwa hali wala kunywa. Warubama hamalahu dhalika ala an yanuyahu, wenda hiyo ikampelekea akanuia, fayahsulu lahu hinaidhin haqiqatahu, fayahsulu lahu hinaidhin haqiqatahu, ikapatikana hakika sasa kwamba sasa amefunga, anaondoa mezuiliwa mimi sasa, bora nitenia. Sawa. Naam. Anasema wayajibu saumu ramadhana ala sabili lumumi, ay umumi nasi biistikmali Shaabana 30 yawman, inakuwa ni wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani kwa njia ya kuenea watu wote waliokuwa katika sehemu ambayo ya kuafikiana, yani umumu nasi biistikmali Shaabana 30 yawman, ukikamilika Shaabani mwezi wa 30, leo 30, sote kesho lazima tufunge, hakuna udhuru. Kila alikuwa mzima kuweza kufunga lazima kesho tufunge. Au thubuti ru'yati al-hilali lailata 30, au kathibiti mwezi muonekana usiku kwa mkia 30. Fahamu? Lailata 30, usiku kwa mkia 30 min Shaaban ila Shaaban. Inda hakim, kwa hakim, biqawli sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake Mtume sallam, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Shaabana 30 yawman, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi, pakitanda wingu kwenu kamilisheni idadi ya Shaabani siku 30. Jepesi, Mtume kalekea jambo jepesi kabisa, lakini watu wanaleta vurugu tu basi. Matathbutu ru'yatu bishahadati adin fi shahada, na pia unathibiti mwezi kwa kuonekana kwa ushahidi wa mtu mwadilifu katika ushahidi wake. Idha hakama biha hakim, akihukumu hivyo hakim akamkubali hiyo. Wayakfi fiha, na inatosha katika ule ushahidi kusema ashhadu anni ra'aytu al-hilala, au ushidu, nashuhudisha mimi. Ashhadu maana nashuhudia, anni hakikangu mimi ra'aytu al-hilala, nimeuona mwezi wa mwandamo. Wa illa yakul, hata kama kusema wa anna khadami ramadhana liqawli ibn Umar, akisema tu mimi nimeuona mwezi, nashuhudia mimi kwamba nimeona mwezi, basi tosha kauli yake hiyo. Hata kama kusema kwamba wa anna khadami min ramadhana, kwamba kesho ni Ramadhani, na kwamba hakika kesho Ramadhani, ni kauli ibn Umar, kwa kauli ya Sayyidina Abdullah bin Umar. Anasema akhbartu nabii sallallahu alayhi wasallam, nimempa habari Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, anni hakika yangu mimi ra'aytu al-hilala, nimeuona mwezi, fasama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga, wa amara an-nasa bisiyami, akaamrisha watu wafunge. Yote kukubaliwa kwamba huyu Abdullah bin Umar alikuwa ni mwadilifu, na Mtume akamkubali akafunga na akaamrisha watu wafunge. Walmuradu akhbartu, yani bilafdhi shahada, kwa tamko la shahada, kama yadulu lahu ma rawahu Tirmidhi, kama inavyojulisha aliyopokea Imam Tirmidhi, anna arabiyan, kwamba mbedwi shahida inda nabii sallallahu alayhi wasallam biruyati, alitoa shahidi kwa Mtume sallam kwa kuona kwake mwezi, fa amara an-nasa bisiyamihi, Mtume sallam akaamrisha watu wafunge. Haya, maneno yako mengi hapa, nimependa kueleza hayo. Sasa nasema
Kitabu siyam, hichi chuo cha kufunga nasoma matni. Wa sharaitu wujubi siyami arba'atu ashya, na sharti za wajibu wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mambo manne. Alislamu, anatakiwa mtu muislamu. Kafiri haisihi hata akifuata taratibu zote, maana si muislamu haisihi somo yake. Ya pili, walbulughu, na kubaleghe, wala aqlu, na kuwa na akili. Mtoto mumayiz ana akili zake na fahamu zake, anaweza kupambanua na khairi na na shari, akifunga somo yake inakubalika. Mtoto mumayiz, yule mtoto ambaye anaweza kupambanua baina ya tende na kala moto, au anaweza kupambanua akisemeshwa akaweza kujibu, au anaweza ile kuwa madhubuti zaidi akaweza kula mwenyewe, akanywa mwenyewe, na akaenda choni mwenyewe. Huyo ndio mumayiz, sio na shaka, huyo atakubaliwa afunge. Sawa. Walbulugh, na kubaligha, wal aqlu, kuna akili, wal qudratu ala sawm, na kuweza kule kufunga. Naam. Washasema kitabu bayani ahkam siyam, wa huwa, na hiyo somo, wa huwa wasomu hii asiyami, na hii asomu masdarani, zote hizi ni masdari mbili. Maanahuma, maana zake lughatan, katika lugha ya Kiarabu, al-imsaku, kujizuia, wa shar'an, na katika sheria imsakun, kujizuilia, an muftirin, na lenye kufunguza, biniyatin makhsusatin, kwa nia iliyohusishwa. Sio kwamba tu ujizuilie bila nia, itakuwa hujafunga. Ndio wanapofanya jamaa, afungi wakana njaa tu basi, wanacheza na sheria ya Mungu. Mahodari kwa kweli, wallahi shetani kajua kuwasonga. Na tuona sisi wapumbavu tunanuizisha misikitini, wasema na wetu tuona wapumbavu kweli kweli, wao ndio wameongoka wao. Haya, wa shar'a, na sheria, katika sheria, imsakun, kujizuilia, an muftirin, na chenye kufunguza, biniyatin makhsusatin, kwa nia makhsus, jamia naharin, mchana wote, qabili lisomi, ambao ni kabili kufunga, min muslimin, kwa mtu, kutokana na mtu aliyekuwa Muislamu, aqilin, mwenye akili, tahirin, aliyotaharika. Maana mwanamke hapo hayupo tahara, mwenye haidhi au nifasi. Min haidhi, aliyotaharika na haidhi, unasikia hiyo, wa nifasi, na nifasi. Haya, tunarudi kwenye matni. Wa shara'it wa fara'idhu sawmi arba'atu ashya. Ni chini tunaendelea vile vile. Naam. Wa sharaitu wujubi siyami thalathatu ashya, na sharti za wajibu wa kufunga ni sharti tatu, mambo matatu. Wa fi baadhi nusakhi, na katika baadhi ya nuskha nyingine, yani vitabu vingine, tabia zake nyingine, chapa hizo, arba'atu ashya, baada kusema thalathatu ashya kuna arba'atu ashya, mambo manne. Alislamu, uislamu, hiyo ni sharti hizo. Walbulughu, na kubaleghe, wala aqlu, na kuwa na akili, walqudratu ala sawmi, na kuweza kule kufunga. Wa hadha huwa saqitu ala nuskhati thalatha, hii qudratu ala sawmi, hii ndio ilipomoka katika baadhi ya nuskha. Wa hadha huwa saqitu, hii ndio yenye kupomoka, ala nuskhati thalatha, katika hizo nuskha zenye kueleza kwamba ni sharti zake ni tatu. Haipo hiyo. Fala yajibu sawmu, basi si wajibu kufunga, ala muttasifi bi adladi dhalika, kwa aliyesifika kwa kinyume na sifa hizi. Muislamu ndio anatakiwa, kafiri hatakiwi mpaka asilimu kwanza. Kafiri atakutubiwa silimu, akisilimu ndio tambua sasa funga. Aambiwi funga kabla kusilimu, sawa. Haya, akili, mgonjwa akili hawezi kufunga, ndio mgonjwa akili, haikubaliki somo yake. Ya pili hiyo. Kubaleghe, kitoto kidogo hakijafika hata tamyizi, pia halazimishwi, lakini yule aliyekuwa mumaizi ni wajibu kwa wazazi kumhimiza mtoto afunge kama swala, na wasipomwamrisha kufunga watapata dhambi wazazi wawili. Kama swala, mtoto wako ni mtoto mdogo, unampenda sana, unampenda kweli kweli, akifika umri wa tamyizi kama mumaizi, ni lazima umwamrishe kila kipindi swali. Ukitomwamrisha utapata dhambi, yeye hana dhambi. Akipurukusha mara kahepa hivi, yeye hana dhambi. Wewe mzazi ukajitia hamnazo kwamba hujui sasa hivi leo atahuri kaswali, au la asili hakuswali, au kaswali magharibi, utapata dhambi wewe mama na baba.
mlojitia pepo mkajifanya hamuelewi. Tumefahamiana. Ni lazima baba na mama kushirikiana, mtoto asimamiwe aswali swala 5. Tena sio nenda kaswali, asimamiwe afundishwe na udhu. Sasa mnaniweza nyinyi hilo, mtasimama nyinyi. Hamuliwezi, mpelekeni mtoto madrasa. Akienda madrasa kusomeshwa, na huku nyinyi akija mnamkamata. Swali. Mkitofanya hivyo wazazi watapata dhambi. Ipo wazi katika vitabu. Haya. Hata watu habari hao mambo haya. Hii baada ya kuswali na kufunga kuelimisha watoto, watu hata habari hao. Hiyo swala ndo kabisa, yani mtoto haamrishwi kabisa kuswali. Ni sawa tu wanaonekana watoto. Acheni wacheze wenyewe sasa hivi. Watoto wanacheza. Utakuwa kera tu watoto wanacheza bwana. Watoto wanacheza, watakwambia ukatawacha swali. Wazee wengine hata sina ugana, napenda ukera watoto. Basi fala yajibu somu wala almustasif bi asdadi dhalik. Si wajibu kufunga kwa mwenye kusifika na sifa za kinyume na hizo 3 au hizi 4. 3, ya kwanza Muislamu. Alikuwa si Muislamu si wajibu mpaka islim. Kubalegha, sio balegha si lazima, lakini mzazi kwake lazima mumize mtoto. Wala kuna akili, alikuwa mgonjwa akili si lazima ndo hafahamu. Wal qudra ala sawm, na kuweza kule kufunga. Awe na siha yake na ana uwezo pia. Kuna hisi na maanawi. Hisi ndio kama hiyo, ana uwezo kufunga, nguvu zake si mgonjwa mzima, na maanawi kwamba ana uwezo kufunga, kwamba hayupo ndani ya hedhi wala hayupo ndani ya nifasi, ndio maanawi. Faraidhu sawmi 4 ashya, napita kwenye matni. Na yenye faradhi za somo ziko 4, mambo manne. An-niyya, mambo ya kutia nia. Wal imsaku anil akli washurbi, na kujizuilia na kula na kunywa. Wal jimai, na kujizuilia na tendo la ndoa. Una mkeo ndani nyumbani, uko huru mwenyewe lakini umewekewa mkwano, una ruhusa kustarehe naye katika mchana. Sasa wewe tena na hiari yako unajifanya kwamba watu hawaoni, jua Mungu anaona. Na askari wake Mungu anaona. Kuna watu wanafanya watu kula nje dhahiri, itakuwa mambo haya ndani ya nyumba wanafanya wengine kama kucheza hivi. Mwanamke anakubali na mume anakubali, kama wanavyofanya nje ujasiri, kula na kujitembelea ovyo ovyo, na ndani pia mambo ya jimai inafanywa kama kawaida. Watu hawaogopi mwezi wa Ramadhani. Allahu akbar. Nasallallahu, watu majasiri kwa kweli bwana. Waljimai, na jimai. Wa ta'ammudil qai, na kukusudia kujitapisha. Akijitapisha kwa maksudi mtu, somo yake imebatilika. Anatakiwa jikinge na mambo hayo. Hata kama matapisha lotoka ile hayakurudi ndani, hata kama akasikutua kujitaharisha, mujarrad wa kujitapisha kwa maksudi somo batil. Kwa hivyo ajizuilie na hivyo na kujitapisha kwa maksudi. Haya, anasema faraidhu sawmi 4 ashya kwenye sherehe, na mambo ya faradhi katika somo ni mambo manne. Ahaduha, la kwanza yake katika manne, an-niyatu bil qalbi, kutia nia moyoni. Fa kana sawmu fardhan, somo akifunga iko fardhi kama Ramadhani, kama Ramadhani, au nadhran, au sami nadhiri, au ya kafaratul yamini, au kafara za mambo hija fidia zile. Wala budda min iqai niyati laylan, hapana budi nia atie mtu toke usiku kama tunavyonia vile. Wajibu, na ni wajibu at-ta'yinu, kuainisha fi sawmi fardhi, katika somo ya fardhi ka Ramadhana, kama semana. Wa akmalu niyati sawmihi, na ukamilifu wa nia somo yake. Hata sema hivi, nawaitu ayakula, na kusema shakhsu mtu, nawaitu sawma ghadin, nimenuia kufunga kesho, an adai, kutokana na kutekeleza fardhu Ramadhan, faradhi ya Ramadhani, hadhihi sana, mwaka huu, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama tunavyonuia nawaitu sawma ghadin an ada min yawm fardhu Ramadhan hadhihi sana, imanan wa ihtisaban liwajhi llahi alkarim azza wa jalla. Akira kwa kweli ukisema hivyo watu wanakereka, usinuie hivyo.
watu wanyamazi wawarithisho wao wafurahi, maana watu wasinuie, watakubali wapi? Watu wananuia tena kwa mayoyo, wasema na watu wazidi kukasirika. Lamu kuna mtu anakuja saa 5 wanaswali tarawih saa 7 ya usiku, wale anakuja mtu saa 5 usiku bwana nadhini, akbar Allahu akbar, akimaliza alafu ananuia na watu sauba ghadin kwa bomba. Kuna watu maskini hawajui, akisikia kama bwana tegea kama hivyo madhini amnuisa naye anuia, mwisho anajua watu wakunuia mtano, watoto wanajua nia ni hivi. Hasa kama siku hizo tangejua tu, alafu wasema hakuna kunuia. Ama watu wanapotezana hawa, watakwenda kushikana mashati kesho. Huyu ndio atuambia tusinuie sisi. Akia Mungu ataenda kushikana mashati kesho. Anasema huyu ndio atuambia sisi tusinuie sisi. Naye atasema atakuwa kama shetani. Ni nyinyi wenyewe tumeamua kunisikiza, kwani hamna uhuru wenyewe kufuata mnafuata wenyewe. Utakuwa mpira gonga gonga. Shetani bwana. Haya, hiyo ndio ya kwanza. Wathani, ya pili, alimsaku anil akli wa shurbi, kujizuilia na kula na kunywa. Wa in qalla, hata kitu kichache. Almakuli, chenye kuliwa. Wal mashrubi, na chenye kunywa kidogo, akapiga kama drop moja tu ya maji hivi kafungua, au chembe moja mtama ile ukaita mdomoni, akitafuna sikia raha moyo huko, alafu kameza njaa kitu kibaya. Naudhu billahi min dhalik. Inda taamudi, wakati kusudia atakuwa amefungua. Fa in akala nasian, akila hali ya kuwa mwenye kusahau, au jahila, au ni mjinga, lam yuftir, hatafungua, atakuwa kufungua. Lakini katika ujinga kuna dharura mbili. Inkana qariba ahli bil islam, kwa yeye amesilimu kwa karibu, au nasha baidan an ulamai, au amekalia mbali na wanazoni, yani amekalia mbali na watu wenye kujua masala haya, kwamba ukumbe wewe ukila kwa maksudi somo inabatilika na ukinywa hawapo watu wanaojua masala. Sio lazima watu kiandama vijana chuoni mikubwa, watu wanajua masala haya tu basi. Wa illa, ikiwa kumbe si mjinga, wanajasini mko karibu, alafu akala wakanywa, fa aftara, amefungua hiyo. Sawa sawa. Wathalith, ya tatu, aljimau, katika yenye kubatilisha somo, kufanya tendo la ndoa, amidan, hali ya kuwa mwenye kusudia. Wa aljimau nasian, ama mwenye kufanya jimaa hali ya kuwa mwenye kusahau. Fakal akli nasian, kama alosahau, alokula kusahau. Tendo la ndoa inawezekana mtu akasahau, kalala kazindukana, kaona kama bado wakati mwenyewe, akaingia bustanini, fahamu kaingia bustanini, akachuma matunda yake mwenyewe, akitamaki, ala mimi nakula, kumbe kweupe kumeshapambauka. Somo vipi, imeharibika? Haijaharibika. Na ule mti nao ulopandwa watu wakachuma, naye pia wamesahau. Ama kia anakumbuka, sema mume wangu sipia na nini, haya basi mimi atakuwa amefungua bwana. Akijiuliza mume wangu sipia na nini, anajiuliza kumbe kwa anajua kwamba sasa wakati ushaingia kujizuia atakuwa amepata dhambi mwanamke. Warabi, ya nne, taamudul qai'i, kukusudia kujitapisha. Falau ghalabahu qai'u, lau yalimshinda yeye matapishi, lam yabtul somu yake hajabatilika, lakini kwa sharti kilichotoka kisirudi. Hajakusudia kutapika, kataka imemshinda matapishi, sharti yatotoka yasirudi, kisha asukutue, kwa sababu matapishi ni najisi, na katika kusukutua lazima ende mno, katika kufanya gharghara ile maji alafu asikutue, hata kama atameza, kama nilimpeta kwa bahati mbaya, kwa sababu anataharisha najisi, lazima afanye ndio kwenda gaya, kwenda mno ile, apeleke maji kwenye koko, alafu ateme, apeleke tena kubaki, kisha kwamba kataharisha uzuri kinywa chake. Sawa. Naam. Ama kitapisho kama maksudi na matapishi hayajarudi, alafu akajisuza vizuri, somo yake batin, sababu kile kitendo cha kutoa matapishi ndio kilichomfunguze, sio masala kurudi matapisho kutokurudi. Sawa. Naam. Arabi, na nne, taamudul qai'i, kukusudia kutapika. Falau ghalabahu alqai'u, la limshinde matapishi, lam yabtul somu, haikubatilika somo yake. Walladhi, hayo ndio mambo ambayo faradhi za somo. Asante. Sema walladhi yuftiru bihi saimu,
na lile ambalo anafungua kwa jambo kama hilo, mwenye kufunga 10 ashya, ni mambo manne. Ma wasala amdan ila jawfi au rasi, kile kilichofika kwa maksudi jawfi, ndani katika mwili, au rasi, au kimefika ndani ya kichwa. Wal huknatu fi ahadi sabilaini, na kupiga bomba moja hapo katika njia mbili, akapitisha kitu ndani ya njia mbele au njia nyuma, akapitisha kitu kuingia ziwani, kitu amefungua. Wal qai'u amdan, na kutapika kwa maksudi. Wal watu amdan, na kuingia kufanya tendo la ndoa kwa maksudi, fil farji, katika tupu. Wal inzalu an mubasharati, na kushusha manii kwa kufaana, kumbatiana mtu na mkewe. Wal haidhu, na haidhi, alikuwa ndani ya somo ikatoka hedhi ndani ya mchana, somo imebatilika. Wa nifasu, na nifasi, amekuja kujifungua mchana, somo imebatilika. Wal jununu, na wazimu, waridda, akatoka na nifasi ile. Wal jununu, na wazimu, waridda, na kurtadi, naudhu billahi min dhalika, somo itakuwa imebatilika. Haya anasema walladhi yuftiru bisaimu 10 ashya, na ambayo anafungua kwa mambo kama hayo, jambo hilo anafungua mwenye kufunga ni mambo 10. Ahaduha, la kwanza, wa thaniha, na la pili yake, ma wasala ila jofi, kile ambacho kimefikia ndani, almunfatihi, katika tundu lilokuwa wazi, au ghairi almunfatihi, au tundu lilokuwa wazi. Kal usuli min mamumatin ila rasi, kama kufikia katika nini maamuma, ma'mumatin, anasema kwa bini anasema kal usuli min maamumati ila rasi, fa inal maamumat, ili neno maamuma bilhamzi wa hamza, jarhun, ni jaraha, yasilu ila kharitati dimaghi, linafikia ili jaraha hili mpaka kwenye kharita. Naam, maamuma ni kitu gani? Anasema ni jarhun, ma'mumatun, ni jarhun, ni jaraha, yasilu ila kharitati dimagh, linafikia ile jaraha mpaka kwenye ile mepo, ramani ya ubongo, kichwa hichi juu, ili bufuru ile. Yani mtu kapata jeraha limekwenda mpaka kwenye ramani ya ule ubongo, limepasua bufuru pup, lakini ule ubongo una ramani ule, si ndio? Ule ubongo sio hata kuna picha kwenye hospitali utaona michoro kama ramani, basi ile jeraha limefika pale, haijaingia kwa asili kwenye ule ubongo, limeishia kupasua ule ufupa tu wa bufuru ile, ndio inaitwa maamuma. Basi lao kama mtu katia kitu kikafika pale kwenye ile kharita, ikapasua ule ufupa ikafika kwenye kharita, ataambiwa amefungua mtu. Kama leo kapasuka kichwa na udhibila mentali, kwa mara ameingia maji ndani, ataambiwa amefungua. Sawa Unajua mfukao utaja vitu tukaona kama vitu haviwezi kutokea, na filani inaweza katokea kama hili. Anataka hapa tu mtu na maafa, na sallallahu alaihi afya tupo, lakini naam. Walmuradu imsaku saimi, na makusudia ni kujizuidia kwa mwenye kufunga, anusuli aini, na kufikia kwa kitu, ila ma yusamma jawfan, mpaka sehemu ambayo inaitwa jawfan, kama hii ni ndani, basi atakuwa amefungua. Wasani si jambo la tatu, alhuqnatu, mfahamu akitia kidole puani, akakorocha pua vyake, akapitisha mbaya ndani kwenye khaishumi huko ndani, afungua. Sikio katia pamoja na kujitia jazba, sio anakorokocha ndani, anatia vile kama zile nini, amefungua. Fahamu sababu ndani mnaita jofu. Wengine wakorokocha masikio utakuta mpaka ulimi atoa nje, anasema sikia raha mwenyewe korokocha sikio, rembusha macho. Fahamu usikia raha korokocha sikio lake,
basi akija akafanya hivyo ndani ya somo, ameharibu somo yake. Chukue mtu hadhari sana au mambo mengine yasemeke. Ingekuwa hakuna mambo haya kwenye mtandao tungesema mengi tu watu wangeona huyu tena mbona kazidi, lakini ndio kweli ulivyo. Asielewa anaweza kuharibu somo yake, hata katika kuchamba mwanamume na mwanamke. Ifaa pumbavu anaweza kuharibu somo yake katika kuchamba njia ya nyuma au mwanamke njia mbele. Akifahamu masara anaweza akaharibu somo yake. Haya. Wasalisu, ya tatu yenye kubatili kufunguza, alhuknatu fi ahli sabileni. Nini hukna? Wa hiya dawaun, ni dawa, yuhqanu bihi almaridhu, hutiwa hiyo mgonjwa, fi qubulin, katika njia mbele, au duburin, au njia nyuma, almu'abbaru anhuma fil matni bisabileni. Hiyo njia nyuma na njia mbele ambayo imefasiriwa au imetamkwa katika matni hii kwamba ni sabileni, ndio maana yake njia mbele au njia nyuma, sawa. Akitia mtu kitu mbele katika njia yake amefungua. Walqai'u, na kujitapisha, amdan kwa maksudi. Fa in lam yata'ammad, ikiwa kusudia, lam yabtul, haibatiliki somo yake, kama sabaka, kama ilivyotangulia. Vipi darasa si kubwa? Twende tumalize. Wal khamis, ya tano, alwatu, kundama. Yani ufuate ndo la ndoa ama sema kundama. Mmoja mngasija mmoja mwezi ile andama lama. Asa mwezi mndama. Asa mwezi mndama tukana. Watu wasema kundama ukifuata ndo la ndoa. Sasa mwezi mndama. Mwezi mndama vipi? Mwezi umeandama. Sasa mwezi mndama. Haya. Wal khamis, wa tano, alwatu, kufanya tendo la ndoa, amdan kwa maksudi, fil farji, katika tupu. Fala yaftiru saimu, hatofungua aliyefunga, bijimai, kwa kufanya jimai, tendo la ndoa, nasian, hali kama mwenye kusahau, kama sabaka, kama ilivyotangulia. Wasadisu, ya sita, al-inzalu, kushusha manii, wa huwa khurujul manii, na kutoka kwa manii, an mubasharatin, bila jimai, kwa kufaana bila kufanya tendo la ndoa, kumbatiana, kubusiana mpaka kutoka na manii mtu, somo imebatilika. Muharraman, ka ikhraji biyadi, kama kutoa manii kwa jambo liloharamishwa, kama kujitoa yeye mwenyewe mtu kwa mkono wake, au ghairi muharrami, au akajitoa manii kwa njia iliyokuwa sio haram, ka ikhraji biyadi zawjati, kama toleo akatoka manii kwa mkono mkewe akimfanya hajafungua, au jariyati, au kijakazi chake. Hii maana yake atujua akajafungua, maana yake akifanywa na mkewe si haramu, kama akiwa haimo ndani somo. Mkewe akimchezea mumewe akatoka na manii si haramu, yeye mume kujichezea yeye mwenyewe haramu. Sasa yote mawili haya katika somo yakitokea, somo imeharibika. Ndio maana yake, sawa. Ndio kabla mfano muharram, kama ile haramishwa, kai ikhraji biyadi, kama kutoka mkono wake, somo batilika. Au ghairu muharram, au ikafanya jambo lilikuwa sio haram, kai ikhraji biyadi zawjati, kama kutoa manii kwake kwa mkono mkewe, si haramu mkewe kumchezea, lakini baada amefunga ataambiwa amefungua na somo yake maharibika. Au jariyati, au kijakazi chake akamchezea yule mwenyewe tu pia kimpaka tukana manii, amefungua itakuwa. Wahtaraza bi mubasharatin an khurujil manii bihtilamin, amejepusha mtunzi na kule kufaana kwamba manii atatoka kwa sababu ya kufaana, japo halijapatikana tendo la ndoa. An khurujil manii, kutokana manii, bihtilami, ametoka amejepusha na bihtilami. Ama mtu akiota somo hajabatilika, mfano fala iftara bihi jazman, hakuna kuftari kwake kwa kukata. Mtu kalala mchana kaota katoka na manii, somo yake hajabatilika, hajabatilika. Atakwenda zake kuoga, na katika kuoga ataoga sawa, hakikisha mwili wote, hata kama maji ataingia sikioni, hakikisha kwa mwili mzima upata maji. Hata kama maji ataingia sikioni, lazima afanye kuhakikisha mwili wote upata maji. Sisi tumefahamiana? Naam. Hata ukikoga josho la sunna ndani ya Ramadhani, usimefunga, si sunna kukoga josho la Jumaa. Hata ukiona kama maji yameingia, utaambiwa umefungua, kwa sababu unahakikisha kwamba ile josho unaoga sasa. Usione kama josho la sunna ukasema naogopa sitakaingia sikioni, utakuwa ujoga sawa. Basi shetu uonge maji ya kuenea nywele na ngozi tubo. Naam.
wasabi ya 7 ila akhir 10 mpaka makia 7 ya 8 ya 9 10. Alhaidhu ya 7, wanifasu ya 8, wajununu ya 9, waridatu waliyadhu billahi na kurtadi. Famata tara shay'un minha, wakati wote likijalika zuka moja katika haya manne, mwanamke kafunga mara kapatwa na hedhi mchana au kapatwa na nifasi au wametokea mkapatwa na wazimu, naudhu billahi min dhalik, au ridda, na sallallahu alafia, somo yake asomu abtalahu fi asnai som. Anasema famata tara shay'un, wakati wote kimezukia chochote minha, katika hayo ndotajwa manne, hedhi, nifasi, wazimu na kurtadi kutoka ndani ya Uislamu, naudhu billahi min dhalik, fi asnai somi, katika to somo, abtalahu, itakuwa imebatilisha ile somo. Haya, طيب nafikiri tufike hapo. Wallahu wa rasuluhu alam, waffaqana Allahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda.